Mtu ambaye ni successful amejifunza, amepitia njia ya kujifunza, kwa sababu ili uweze kuwa successful au mtu aliyefanikiwa ni lazima awe amejifunza jambo hilo. Sasa njia ya kujifunza ndio inakuwa na hatua mbalimbali. Kwa hiyo kuna kujifunza kwa aina nyingi, ikiwepo pamoja na kufeli. Unajua mtu anapofeli, na wengi ambao unakuta ameshafika hatua amefanikiwa, hakupita njia ambayo ni barabara kama lami ilivyo, amepita milima na mabonde au kwenye sehemu ambazo kuna mawe, na ambayo ilimtaka yeye aweze kufikiria namna nzuri ya kuweza kufanya nini, kuweza kusogea. Kwa hiyo kushindwa au kufeli ni sehemu ya mafanikio, kwa sababu ndio sehemu ambayo watu wanapigia hatua kwamba amepata uzoefu wa kuweza kupita katika jambo. Lakini jambo lingine ni kujifunza binafsi, kujenga uwezo wa kujifunza binafsi. Hii ni njia mojawapo ambayo mtu anatakiwa awe nayo ili aweze kufikia hatua ya mafanikio. Lakini pia kupata ufahamu wa yeye mwenyewe kwamba ni nani, self awareness, ambayo mara nyingi tumeipata katika shule. Labda mtu amepita katika elimu za kawaida, ameweza kujitambua, lakini baadaye lazima pia afanye, kuna kitu kinaitwa organized self learning, kwamba amefikia hatua ambayo amespecialize kwenye jambo fulani ambayo atakuwa analifanyia kazi mara kwa mara. Kwa hiyo kufeli ni sehemu ya mafanikio.